Ni nani aliye na hekima na ufahamu kweli, na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Okay, ngoja niseme, ametoa mifano mitatu hapo kwamba chemichemi haiwezi kutoa maji matamu na maji machungu. Kwa Mungu kumbe alitumia ulimi kwa ajili ya baraka tu. Kwa kuwa Biblia inasema kwa hiyo tunatumia kuwadhani wanadamu na kwa hiyo tunatumia kuwabariki. Sasa haiwezekani mambo kuwa hivyo kama umeamua kutumia ulimi wako kwa ajili ya baraka. Maana tumia ulimi wako ili uvune baraka. Ulimi ni mbegu. Chochote unachopanda kupitia ulimi wako ndicho utakachokivuna. Haujanielewa? Chochote unachokitoa mdomoni mwako ndicho ambacho utakula kwenye maisha yako, ndicho kilichobeba maisha yako. Sasa haunielewi. Fungua kitabu cha Mithali 13. Fungua Mithali 13. Mithali 13. 18 ni Mithali 18 ule mstari wa 20 na 21. Anasema tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima upo katika uwezo wa ulimi. Kwa hiyo wanaopenda huo ulimi watakula matunda yake ambayo yatajazwa kwenye tumbo lake. Kwa tumbo la mtu, tumbo lako liwe ni la mwilini au la rohoni, kwa sababu mwanadamu anayo matumbo mawili. Ana tumbo la rohoni la kupokea vitu vya rohoni na vitu vya mwilini. Linajazwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa anaposema kwamba mauti na uzima upo kwenye uwezo wa ulimi, maanake ulimi wa kwako ndio unaweza ukasababisha mauti iingie kwenye maisha yako, na ulimi huo unaweza kawa ni kisababishi cha baraka kuingia kwenye maisha yako. Sio tu baraka, ulimi huo unaweza ukafunga maisha yako. Ulimi huo na ulimi huo unaweza kufungua maisha yako. Kwa vifungo vingi vya mwanadamu vinaweza vikamfunga maisha yako kupitia ulimi wako. Haujanielewa? Fungua Mithali 6. Nadhani hapo unanielewa vizuri. Mithali 6 ule mstari wa 2 anasema, basi umepegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Jamani, haleluya! Umepegwa, umeingia kwenye mtego kupitia maneno ya kinywa chako, na umekamatwa kupitia
mashahidi wanaoandika na kutunza kumbukumbu chochote unachoandika, chochote unachoongea. Shahidi mwaminifu ambaye anatunza kumbukumbu ya chochote unachoongea ni ardhi. Jamani, haleluya! Chochote unachoongea ardhi inaandika, chochote unachotamka ardhi inaandika. Sasa tujifunza somo la Mungu anaposema andika habari za mtu. Kwa nikasema ardhi inaweza ikatunza taarifa za mtu, na shetani akitaka kuyafunga maisha ya mtu anaangalia taarifa iliyopo kwenye ardhi. Mungu akitaka kuyabariki maisha ya mtu anaangalia ardhi imetunza nini. Ndio maana wakati Mungu anaambia na habari anasema najishuhudiza mbingu na nchi hivi leo. Maana yake mbingu na nchi ni mashahidi wa Mungu. Mbingu na nchi wanashuhudia kile Mungu ambacho anakisema, na hata mwanadamu chochote anachokisema mbingu na nchi zinashuhudia. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Lakini si hivyo tu, kila mmoja wetu hapa, mwanadamu yeyote ana malaika wa Mungu na malaika wa shetani kwenye kinywa chake, ambaye anafuatilia taarifa za maneno yake. Yaani kila mmoja wetu hapa ana malaika anayetembea naye. Yule kazi ya yule malaika ni kuchukua maneno ya kinywa chako na kuyatelekeza. Chochote unachokisema kuna malaika anayetunza kumbukumbu zake. Haujanielewa? Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Fungua kitabu cha Mhubiri ile sura ya 5 kama sikosei. Mhubiri sura ya 5 ule mstari wa 6 anasema, usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako. Mhubiri sura ya 5 mstari wa 6, usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa, kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuharibu kazi ya mikono yako. Usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako, na wala usiseme mbele. Maanake mbele yako, kila mmoja mbele yako yuko malaika. Usiseme mbele ya yule malaika kwamba nimepitiwa au ni bahati mbaya. Ndio maana kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 1 anasema msikae barazani pa wenye mizaha. Umeelewa? Anamaanisha kwamba yeye hana mizaha, hana bahati mbaya. Chochote anachokitamka kinakuwa serious. Unapenda neno? Yaani kwa Mungu hakuna kusema nimepitiwa au ni bahati mbaya. Fuatilia vizuri. Ukiona mtu anakufa, usije ukasema amekufa bahati mbaya. Kuna mambo mawili, alinenewa au amejinenea mwenyewe. Hakuna jambo linaloingia kwenye maisha yako kwa bahati mbaya. Chochote kinachokutokea, aidha umejitamkia mwenyewe au umetamkiwa. Unaelewa vizuri? Kama ni umaskini hauji bahati mbaya. Aidha umetamkiwa au umejitamkia mwenyewe. Hata mafanikio hayaji kwa bahati mbaya. Mafanikio, ili mafanikio yake ni lazima uyatamke kwamba itakuwa hivi, kwamba itakuwa hivi. Na chochote unachokisema hakiendi hewani. Yule malaika ambaye Mungu amemweka mbele yako anaandika taarifa zako,
Ukisema nitakufa, yule malaika anaandika kwamba amesema nitakufa. Ukisema maskini, yule anaandika kwamba amesema maskini. Kwa wewe unapoendelea kuongea, hiyo kumbukumbu inatunzwa. Kwa hiyo unashangaa mtu anakufa. Sasa jamani, amekufa ghafla, hajafa ghafla, fuatilia vizuri. Sema yani aliongea na kuongea jana aliongea kabisa, alisema nitakufa. Unafikiri Mungu alimchukua? Kumbe shetani aliangalia wingi wa maneno aliyokutamkia akatekeleza. Kuna mtu ananielewa tu? Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo badilisha maneno yako, utabadilisha maisha yako. Badilika kuongea kwako, utabadilika mfumo wa maisha yako. Maisha ya watu wengi yamepangwa na maneno yao. Hata nikikuombea bado unakiuza maombi yako hana maana. Maombi yanategemea na kima chako kinakili nini. Nimeshakuombea unafikiri napona mimi? Najaribu tu maombi lakini siponi. Sasa nafikiri Mungu atakupona? Unafikiri mimi nitafanya muujiza zaidi ya maneno yako? Maneno yako ndio muujiza wako. Haleluya, haleluya. Maneno yako ndio muujiza wako. Hata ningekuwa na upako kiasi gani, siwezi kugeuza maisha yako, ila
ya mtu wa 10 mwishoni. Kama wako 200 basi wa 210 yeye. Jamani, haleluya. Alafu akimletea anacheka na mcheke. Baba ona baba ona baba. Unafanya vizuri. Sema mwanangu na akili sana. Wewe una akili sana. Una akili mwanangu. Ila wakati unafanya una akili sana. Nikaamua kumbadilisha kumpeleka kwa nilipobadilisha yule aliyekuwa anashika nafasi ya wapili wa 10 mwishoni, saa hii anashika nafasi ya 7 katika watu yeye ni wa 7. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Maneno yanabadilisha. Hata kama ni kizazi gani, basi wewe ni mshindi. Una bahari na kumwambia yeye mwanangu na akili. Unatakiwa profesa wewe profesa, ila kesho fanya hiki, kesho fanya hiki. Vile unavyotamka, hata kama yeye Mungu anajua unavyotamka, ni mbegu unaipanda, itaota. Biblia inasema chochote atakachotamka. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Chochote utakachokiongea ni mbegu. Unapanda nini maisha yako? Unapanda nini? Unakiuza Yesu. Kama vile ambavyo tulisoma kitu anasema wewe malaika umekuja kusema mimi ndio maskini ya katika ukoo wetu. Sisi ndio maskini kabisa kabisa kabisa. Alafu mimi ndio mdogo katika mimi ndio mdogo. Kwa hiyo mimi aonavyo mtu nafsi mwake ndivyo alivyo. Haujanielewa? Ukijiona wewe maskini utakuwa hivyo. Aonavyo mtu nafsi mwake ndivyo alivyo. Ukijiona wewe mgonjwa utakuwa mgonjwa. Kwa hiyo niwakumbushe kitu. Hivi ile miaka ya 80 na kitu ya 90 na kitu, ile miaka ya ukimwi ulipokuwa unaingia duniani, nafikiri watu walikuwa na fursa ya ugonjwa. Mimi naanza kufunza sasa. Kwa sababu ugonjwa huu sio, unafikiri ni kitu choko kinao maneno kwa sababu watu wanajua ukisha kama damu unakufa. Kwa wale watu akiambiwa tu anajua sina njia nyingine ni kufa.
Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Sasa angalia wanawake wa saizi, wanandoa wa saizi, akipata shida anatamani kila mmoja ajue shida yake. Akipata shida anatamani kila mmoja ajue shida hiyo nayo. Kwa hiyo hakuna kutamani wewe mama, mbona leo unafasa zio wewe mama, mbona sana mwenzio sijala nyumbani jaa. Kila mmoja ajue no siri kwa nini isongaza na mjua Mungu wako. Nimesema baba wamjua Mungu wao wanafanya mambo makubwa. Ukimjua Mungu alivyo, hata kama kwenye mazingira magumu, waonyeshe watu wasioelewa, waonyeshe kwamba mimi naweza, waambie mimi naweza, hata kama nina njaa, hata kama ni maskini, lakini najua sipo kama nilivyo leo. Mimi naweza, mimi sio dhaifu. Ushindi usikili udhaifu. Ushindi unaanzia kwenye kinywa chako. Baraka inaanzia kwenye kinywa chako. Uponyaji unaanzia kwenye kinywa chako. Basi ukiuma kamguu unatamani kanisa lazima lijue ndio naomba kamguu. Mimi naomba jamani. Pole. Usipende kuhurumiwa. Maisha ni ya kwako. Wewe kaza kama kumekude. Hata kama wewe dhaifu. Sema mimi nasema aliye dhaifu asema mimi ni shujaa. Aliye dhaifu asema mimi naweza. Ambaye hawezi asema mimi naweza. Haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Ambaye hawezi asema mimi naweza. Ambaye anajenda asema, ambaye anashoka asema mimi naupanga. Ambaye anajenda asema mimi nachoka. Geuza maisha yako mwenyewe. Na mimi napenda kuhurumiwa. Unajenda